Uhabari gani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni Hetenet Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati, kila saa zinapo happen na kutendi katika mitandao ya kijamii. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ambayo kunako uongozi wa klabu ya Young Africans kupitia kwa msemaji wa klabu hiyo, tunamzungumzia Ali Shabani Kamwe ameweza kuposti moja kati ya kitu kikubwa ambacho kinaendelea kutrend sana katika mitandao ya kijamii. Ni nini hiki kilichopostiwa na Ali Shabani Kamwe? Bana, ni kusanue kitu kimoja. Kabla hatujaitazama kwa undani kabisa taarifa hii, nikwambie tu kitu kimoja. Hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine. Lakini kwa wewe ambao umeshakwisha kusubscribe, ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba una drop comment yako hapo, sisi tutakuja kuisoma na kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, kuna moja kati ya taarifa ambayo kwa sasa inaendelea kushika kasi na watu wamekuwa wakizungumza, kila mtu akizungumza lake kuhusiana na hichi ambacho kwa sasa kinaendelea kushika kasi, na watu wamekuwa wakizungumza, kila mtu akizungumza lake juu ya hiki ambacho kinatajwa kuwa ni kitu kikubwa kwa kiongozi wa klabu ya Young Africans. Rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said ametajwa kuwa kiongozi wa mfano katika bara la Afrika katika jirada lililotolewa na African Leadership la Uingereza. Basi unaambiwa kwamba miongoni mwa majirada ambayo yanafuatiliwa na majirada makubwa duniani ni pamoja na jirada hili ambalo limeweza kumposti bwana Engineer Hersi Said African Leadership, jirada ambalo linafuatiliwa na watu ambao lakini pia jirada hilo huangazia watu mashuhuri walio na mchango mkubwa katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi, burudani na michezo. Msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe ameeleza kuwa kutajwa huko kunatokana na mchango mkubwa wa Engineer Hersi Said katika maendeleo ya soka la Afrika, ambapo tangu alipochukua uongozi wa klabu ya Young Africans mnamo mwaka 2022 amesimamia mageuzi makubwa ndani ya klabu hiyo. Lakini pia mageuzi hayo ni pamoja na maboresho ya kiutawala, uimarishwaji wa miundombinu na kuongeza hadhi ya klabu katika kitaifa na kimataifa. Pia vile hatua hizo zinaendelea kuaksi mwelekeo mpya wa uongozi dhidi ya soka la Afrika kwa ujumla. Bana, moja kati ya taarifa ambayo watu wamekuwa wakiposti na media tofauti wamekuwa wakiposti ni kuhusiana na issue hiyo ya Engineer Hersi Said kupostiwa na African Leadership, moja kati ya jirada kubwa ambalo linaangazia nyanja tofauti, hasa watu mashuhuri ambao wanasimamia na kuongoza taasisi tofauti Afrika, lakini pia ambao wana mchango mkubwa katika taasisi zao ambazo wanaziongoza. Leadership bwana, hawa African Leadership hawa bwana wameweza kumposti Engineer Hersi Said na kuandika kwamba Engineer Hersi Said ni kiongozi mwenye ushawishi na ana mitazamo mkubwa na soka la Afrika. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo na sisi tukasema hatuwezi kukaa kimya, tukuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako klabu hiyo ya Young Africans juu ya rais wao Engineer Hersi Said, ambaye kwa sasa anaendelea kushika kasi huko katika sakata lao hilo la kutoshiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bana, taarifa zipo nyingi sana kuelekea kwa tetesi za sajili ambazo zinatolewa na klabu ya Young Africans. Unaambiwa moja kati ya taarifa ambayo huenda ikawa ni kubwa kunako kikosi cha Young Africans ni kuhusiana na Lulan Mokwena, ambaye pia alikuwa ni kocha wa Mamelodi Sundowns kutajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ambayo nimekuandalia ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Klabu ya Young Africans kutoka Tanzania inatajwa kuwa
inahitaji huduma ya kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns, lakini pia Wydad Athletic Casablanca Lulan Mokwena ambaye pia ni raia wa South Africa. Anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans msimu ujao. Maongezi yametarajiwa kufanyika na kumalizika wiki 2 zijazo, na maanisha kuanza kuhesabiwa kazi katika kikosi cha Young Africans itaanza wiki ya 3 ambayo itakuwa ni wiki ya 3 katika mazungumzo yao. Steven Kaperuska ambaye pia ni wakala wa kocha huyo ameshare kuna ukurasa wake wa X Twitter zamani, ameweza kushare picha na logo ya klabu ya Young Africans, lakini kwa pembeni akaweka picha ya Mokwena ambaye pia ni kocha ambaye anatajwa kujiunga na klabu hiyo. Lakini si Young Africans tu ambao wako katika kinyang'anyiro hiko cha kumpata kocha huyo. Orlando Pirates pia wa huko South Africa nao wanatajwa kuhitaji huduma ya kocha huyo, lakini kwa taarifa za chini kabisa na za kuaminika zinasema kwamba kocha huyu hayuko tayari kurudi tena South Africa. Anahitaji kutafuta changamoto katika nchi nyingine za bara la Afrika, lakini katika nchi ambazo alikuwa anazitaja kuwa ni nchi ambazo amezipa kipaumbele kwenda kufundisha soka lake la kisasa kabisa ni pamoja na Tanzania. Na Tanzania ni klabu ya Young Africans ambayo imeonyesha nia ya kumchukua kocha huyu ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu, dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa, na kuachana na Mirodi Hamdi ambaye pia kwa sasa ndiye kocha mkuu wa klabu hiyo ya Young Africans ambaye anaendeleza jukumu lake la kumalizia muda wake ulio salia katika miezi 6 aliyosaini katika mkataba na klabu hiyo ya Young Africans. Bana, undani wa taarifa hii tunayo. Endelea kubaki nasi hapa ili tuweze kuja kukupa kila unachostahili mwanafamilia wa HNT Media, ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Langu jina naitwa Dio, tukutane katika updates zijazo. Bye bye.